Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na bado tunakujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu, lakini ni kauli iliyotolewa na Warusi wakisema kwamba kinachosababisha kuteseka kwa raia wa Ukraine ni Volodymyr Zelensky. Rais huyo wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky bado anatengeneza mazingira kwa ajili ya raia wa Ukraine kuendelea kuteseka baada ya kuamua kufanya mashambulizi ndani kabisa mwa ardhi ya Urusi. Kiongozi huyo wa Ukraine aliidhinisha urushwaji wa makombora ya masafa marefu hadi katika jiji la Moscow na maeneo mengine ya mipakani, jambo ambalo limekuja kusababisha Urusi kufanya mashambulizi mazito ndani ya Ukraine. Ndani ya wiki hii Urusi ilifanya shambulizi zito ambalo halikuwahi kutokea tangu kuanza kwa vita vya nchini Ukraine, ambalo linadaiwa kuwa mamia ya wanajeshi wa Ukraine na idadi ya raia kadhaa ambao nao pia wameuawa kutokana na shambulizi hilo. Wizara ya ulinzi ya Urusi inadai kwamba makombora hayo hayakuwa na mpango ya kuwalenga raia, lakini kutokana na kile ambacho kimetokea, Urusi ilifyatua makombora ambayo yalilenga kambi nyeti za kijeshi na kusababisha pia kuleta madhara kwa raia. Inadaiwa kwamba ni raia zaidi ya 150 ambao wameuawa ndani ya wiki hii kutokana na mashambulizi yaliyofanywa na Warusi. Urusi wakati huu inasema kwamba kambi nyingi za Ukraine tayari zimeharibiwa, lakini kuna maeneo ya kujificha ambayo yapo katika mapori na maeneo mengi ya chini ya mahandaki ambayo Ukraine inaficha askari wake, na ndio ambayo wakati huu Urusi inayatumia. Takribani watu 12 wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa kote Ukraine katika mashambulizi ya usiku kucha siku ya Jumamosi usiku, ambapo ndege zisizokuwa na rubani na makombora yametumika, ambapo maafisa wa kanda na wa huduma za dharura wa Ukraine wamesema watoto 3 waliuawa huko Zhytomyr magharibi mwa Kiev na mtu mmoja mwenye miaka 70 aliuawa katika mji wa kusini mwa Mykolaiv, huduma za dharura za serikali ya Ukraine zilieleza. Hatua hiyo inajiri siku moja baada ya Kiev kukumbwa na moja ya shambulizi zito zaidi tangu kuanza kwa operation maalum ya kijeshi ya Urusi na mashambulio ya anga ya Urusi ambayo yameua takribani watu 13. Wizara ya ulinzi ya Urusi imesema vitengo vyake vya ulinzi vya anga vilidungua na kunasa ndege 95 za Ukraine katika maeneo kadhaa ya Urusi, ikiwa ni pamoja na jiji la Moscow katika muda wa masaa 24 siku ya Jumamosi usiku. Hata hivyo, Urusi inadai hakukuwa na majeruhi ambao wameripotiwa. Shambulio hilo la ndege zisizokuwa na rubani lililazimisha kusimamishwa kwa muda kwa safari za ndege katika viwanja vya ndege vya Moscow. Rais wa Urusi Vladimir Putin alitangaza operation maalum ya kijeshi mnamo Februari mwaka 2022, na Moscow kwa sasa inadhibiti zaidi ya 20% ya eneo la Ukraine. Hii ni pamoja na Crimea, rasi ya kusini mwa Ukraine ambayo ilitwaliwa na Urusi tangu mwaka 2014. Maeneo mengine ni pamoja na eneo zima la Donbas ambayo imeunganisha mikoa ya Luhansk na Donetsk, kadhalika na maeneo ya Kherson pamoja na Zaporizhia. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini pia na kusubscribe channel yetu hii ikiwa bado hujafanya hivyo. Utakuwa ukifahamu mambo mengi ambayo yanajiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uweze kuyajua mengi yanayojiri duniani.